Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tunamtazama mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman ambaye anaelekea nchini Marekani akiwa na ajenda kuhusu ulinzi, lakini AI kwa maana ya artificial intelligence pamoja na suala la nyuklia. Hii ni safari ya kwanza ya mwanamfalme huyo Mohammed bin Salman nchini humo tangu mauaji ya mkosoaji mwanahabari Jamal Khashoggi mwaka 2018 na maajenti wa Saudi Arabia mjini Istanbul, ambayo yalizua ghasia duniani. Ziara ya mtawala mkuu wa Saudi Arabia katika ikulu ya White House kwa mazungumzo ya siku ya kesho Jumanne na rais wa Marekani Donald Trump yanalenga kuimarisha ushirikiano miongoni wa miongo kadhaa iliyopita kuhusu mafuta na usalama, huku ikipanua uhusiano katika biashara, teknolojia na uwezekano hata wa nishati ya nyuklia. Mwanamfalme Mohammed bin Salman aliidhinisha kukamatwa au kuuawa kwa Khashoggi, mkosoaji maarufu wa Saudi Arabia. Mwanamfalme huyo anayejulikana sana na herufi za mwanzo za MBS alikanusha kuagiza operesheni hiyo, lakini alikiri kuwajibika kama mtawala mkuu wa ufalme nchini Saudia. Zaidi ya miaka 7 baadaye, nchi yenye uchumi katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini pia mzalishaji mkuu wa mafuta duniani, kataka kusonga mbele. Trump ametaka kupata pesa kwa ajili ya ahadi ya uwekezaji wa Saudia wa dola bilioni 600 iliyotolewa wakati wa ziara ya Trump katika ufalme huo mwezi Mei. Alijiepusha na kutaja masuala ya haki za binadamu wakati wa safari hiyo, na sasa anatarajiwa kufanya hivyo tena. Kuna ukurasa ambao umefunguliwa kuhusu mauaji ya Khashoggi, alisema Aziz Al-Ghashian, mhadhiri wa masuala ya uhusiano wa kimataifa kutoka Saudi Arabia katika chuo kikuu cha Naif Arab cha sayansi na usalama. Mwanamfalme wa Saudi Arabia inatajwa kwamba moja kati ya jambo muhimu analolitafuta ni kuzingatia mpango wa ulinzi. Kwa muda mrefu Marekani na Saudia zimekuwa na mpango wa ufalme huo kuuza mafuta kwa bei nzuri na nafuu kwa mataifa yenye nguvu zaidi ili kutoa usalama kwa kubadilishana. Mlinganyo huo ulitikiswa na kushindwa kwa Washington kuchukua hatua wakati Iran ilipoanzisha uwekezaji wa mafuta katika ufalme huo mwaka 2019, na wasiwasi uliibuka tena mnamo Septemba wakati Israel ilipopiga Doha, Qatar, katika shambulizi ambalo ilisema lililenga wanachama wa kundi la Hamas la Palestina. Baadaye Donald Trump alitia saini mkataba wa ulinzi wa Qatar kupitia amri ya utendaji. Wachambuzi wengi, wanadiplomasia na maafisa wa kikanda wanaamini kuwa Wasaudi watapata kitu kama hicho. Saudi Arabia imetaka mkataba wa ulinzi ulioidhinishwa na bunge la Marekani katika mazungumzo ya hivi karibuni, lakini Washington imefanya kwamba inategemea ufalme huo kurekebisha uhusiano na Israel. Riyadh kwa upande wake imehusisha hilo na ahadi ya serikali ya Israel, mrengo wa kulia zaidi katika historia yake, kwa kupatikana kwa taifa la Palestina ambalo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikiri kwamba haliwezi kutokea. Hata hivyo, Waziri Mkuu wa Israel Bwana Netanyahu, ambaye alikubali kusitishwa kwa mapigano na kile kilichotajwa na Trump dhidi ya Hamas huko Gaza mwezi uliopita baada ya miaka miwili ya vita, siku ya Jumapili alithibitisha upinzani wake mkubwa dhidi ya uhuru wa Palestina, akisema ni jambo ambalo kamwe halitoweza kutokea. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka na we una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinajiri katika ulimwengu kupitia The World News.